Official Mume, mambo vipi? Fresh, mambo. Uko vizuri kabisa? Iko vizuri kabisa. Umekuwa moja ya mashabiki ambao mmeutazama dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho ya mchezo wa Young Africans na Mwembe Makumbi pale visiwani Zanzibar. Ushindi wa goli 4-0 kwa Young Africans unaashiria nini kwenye michuano ya Muungano? Kwanza ushindi wa goli 4 unaashiria performance kwanza ni nzuri, na kwa kocha ambaye alikuja Himidi ana magoli mengi, kila mechi goli 3, 6, 4. Ndani ya michezo miwili Yanga, mchezo uliopita wa ligi na huu wa Muungano, Yanga wana goli 10 bila. Yaani Yanga amecheza michezo miwili ana goli 10 clean sheet. Kwa hiyo inaonyesha kwamba Yanga ana forward kali na ana mabeki wazuri, kwa sababu ndani ya michezo 10 hajafungwa, ndani ya michezo miwili hajafungwa, ameshinda goli 10. Kwa hiyo ukijumlisha magoli ya ligi na magoli ya Muungano unapata takriban pale magoli kama 48 hivi. Ni CV kubwa kusema goli kwa kocha, na katika magoli ya 48 inaonyesha kwamba wapo watu wengi watafika mahakamani, kwa sababu Yanga anafanya kwa vitendo na kuna watu wanafanya kwa nadharia. Kwa hiyo kwa kitendo anachokionyesha Yanga kwamba yeye ana uwezo wa kumfunga mtu goli 6, ana uwezo wa kumfunga goli 5, kwa sababu katika mechi alizocheza Yanga ameshashinda goli 1, 2 mpaka 6. Zote ameshapata 3, 4, ameshapata 5, ameshapata. Kwa hiyo inaonyesha kwamba Yanga ana forward kali hapa Tanzania, mpaka inanipa wasiwasi kuwa Yanga ni kama timu ambayo ni ngeni imekuja katika nembo ya hii ligi. Yaani kwa mfano kama wanavyofanyaga Al Hilal ya Sudani kwenda kucheza katika mechi mataifa mengine kucheza ligi. Yaani kama unakuja leo Tanzania unaweza kusema hii Yanga imetoka Ufaransa imekuja kuomba kucheza ligi Tanzania. Kwa sababu timu ambayo itakayocheza na Yanga itapopata suluhu ndiyo timu ambayo itashangilia. Na hiyo timu inayopata suluhu mechi ya kwanza ya Yanga, mechi ya pili Yanga anakuja kivingine, anamfunga zaidi ya goli 5. Ina maana kwamba hii Yanga tusiichukulie poa, kwa sababu tunaijua, kwa sababu tunajua Arafati anaishi wapi, kwa sababu tunajua Munili Suleiman anaishi wapi, kwa sababu tunajua Ngai anakaa wapi. Hii Yanga ni sasa hivi ni daraja lingine. Watu wanaongeaga kishabiki. Yaani ukiigusia engo ya Yanga mtu anaiongelea kiushabiki. Kwamba Yanga mmenunua, mmefanyaje? Lakini Yanga ni timu ambayo naiona mimi naiangaliaga kule itakuja kutesa mbali sana katika klabu bingwa. Yaani itanyanyasa vigogo wengi sana. Kwa sababu hujui kwamba huyu anaingia ni ambaye labda ni kikosi cha pili ama kikosi cha kwanza. Tunamwona Dube anaingia kambani mara 2. Akipata mechi 2 ambazo zinazokuja tarehe 3 Dube anaweza akatufanyia maajabu makubwa sana. Ila tu Lanzmeni wamwangalie Dube asifanye hivi mashuka yao. Dube ataingia kambani mara zaidi ya 3. Kwa sababu mpaka sasa hivi namuona striker ambaye yupo kakamilika kwa kila kitu. Mapungufu yake yote yameisha. Kwa hiyo kitu kama hiki kinanipa moyo na kinanifanya nitembee kifua mbele. Kwenye eneo la striker mwingine wa Young Africans anatoa chapisho lake la wazi kwenye mtandao wa kijamii na kuandika ya kwamba anarudi kwao Iringa. Inaonekana hali imekuwa sio hali tena, na tutarajia anaweza akarejea kipindi cha hivi karibuni mwisho wa msimu. Clement Mzize. Kodi ni kwamba Mzize, tukiacha Jobu, tukiacha Kibwana Shomali, huwa wana matamasha yao. Lakini safari hii Mzize anataka kufanya tamasha lake kama analofanya kina Jobu Iringa. Tamasha Iringa pale linataka kufanyika. Kwa hiyo anaposema narudi Iringa, ni wewe utawaza vingine, utafuatilia, lakini jibu litatoka kwamba anataka kufanya tamasha lake Iringa kubwa tu. Kwa hiyo kama unazania kwamba alivyosema nirudi Iringa, Lipuli ya Iringa imekufa. Hakuna tena Lipuli ya Iringa. Haipo tena ligi kuu. Anarudi Iringa kufanya nini?
anarudi Iringa kwa sababu ya tamasha lake la Iringa ambalo kama anaofanyaga kina Samata, Mbwana Samata, anaofanyaga na Ali Kiba, Jobo anaofanyaga na Kibwana Shomali na kadhalika, ndio alivyoandika kwamba anarudi Iringa. Kwa hiyo kwa upana lazima umfuatilie Mzinze ili ujue kujua kitu gani kinachoendelea hapo baadaye. Sio kwa amerudi kujitibia. Kuna kashatibiwa, kashapona. Mzinze yuko fiti. Yuko fiti ni kwa sababu Yanga na kikosi kipana, na ili apone vizuri uweze kumchezesha mechi hizi za karibuni. Afanya mazoezi madogo. Zimepesi. Ile kusema anarudi Iringa sio kwamba anaenda kuchua miti shamba, hapana. Anarudi kwa wazee kidogo. Ameshatoka na wazee siku nyingi sana. Unajua Mzinze amekulia Iringa, lakini amekulia mikoa tofauti. Unajua Mzinze anaitwa Waridi Ujue Waridi alikuwa ni Clement Mzinze, lakini Waridi ni jina ambalo ameslimu akapewa kuwa yeye ni Waridi, na Waridi alimslimisha ni Sheikh Waridi ambaye yupo Magomeni katika msikiti wa Kichangani. Ni shehe mkubwa sana wa wilaya. Kwa hiyo Sheikh Waridi ndio alimslimisha Mzinze. Dua ziko nyingi sana kwa Sheikh Waridi. Mzinze si mtoto mdogo. Mzinze ni nondo, kigusa nalia nde. Sheikh Waridi ndio anayempa dua zote. Sheikh Waridi ndio alimslimisha. Kwa hiyo kuhusu mitishamba hakuna. Sheikh Waridi anatosha kumtibia Mzinze. Official Mume, kwa upande wa mashabiki wa Simba wamepata rungu lingine kutoka kamati ya masaa 72, na imekuwa ni mfululizo na muendelezo wa mashabiki wa Simba kuingia kwenye orodha ya kamati ya masaa 72 na hukumu zake. Pengine nini ambacho ungependa kusema kuelekea kwenye dabi kwa upande wa mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi ambao wenyewe watakaju kuwa hili, nyie mtakaju kuwa hili? Unajua mashabiki wa Simba wamepigwa lungu. Mashabiki wa Simba wameng'oa viti vya taifa mara moja, mara mbili, si mara tatu, si mara nne. Mashabiki wa Simba ndio waliosababisha uwanja wa taifa kufungiwa. Mashabiki wa Simba wanang'oa hadi koki chooni. Mashabiki wa Simba wanavunja hadi sinki za maji chooni. Mashabiki wa Simba huwa wana kidedea chao ambao huwa wakishangilia wanapanda juu ya viti. Kile kidedea wakiluka ndio wanavunja viti. Na hilo tumeongea si mara moja kuliongelea hivi kwamba mashabiki wa Simba ni watu ambao wanatakiwa wacheze mechi takriban 3 bila kuwa na mashabiki. Waoneshe mfano huo. Kwa sababu lungu linapokuja huwa linakwenda kwenye klabu. Klabu ndio inatoa pesa. Sasa vitu kama hivi vinakuwa si vizuri, kwa sababu tulimeona kwamba klabu yao pia imeshtakiwa kwa ulozi kwamba wanawanga pale South Africa wakapigwa faini takriban milioni 200. Tumeona sehemu nyingi wanaunguza majani kwa sababu ya uchawi, lakini pia hadi mashabiki tumeona wanapiga watu vyupa, mashabiki tumeona wanang'oa viti. Ina maana kwamba pia uongozi wa Simba wakae na kutafakari na kuwaambia mashabiki wao kuambia kwamba hii tabia haipendezi. Lakini viongozi wa Simba wakikaa kimya kwa kuogopa mashabiki wao, kwamba mashabiki hao wa Simba wanapeleka mpira tofauti. Mashabiki hao wa Simba wanagombanisha viongozi wao. Mashabiki hao wa Simba wanagombana wenyewe kwa wenyewe. Mashabiki hao wa Simba wanapelekwa polisi. Mashabiki hao wa Simba wanang'oa viti. Kwa hiyo tukiwachekea hao mashabiki wa Simba, wanaweza kwamba mpira wetu kwanza wataupeleka sehemu ambayo sio. Kama mashabiki wa Simba wanang'oa viti, wanarusha vyupa, wanafanya uharibifu uwanjani, wafungiwe kuingia katika uwanja takriban mechi 3 na kuendelea. Ndio ombi letu basi, tunaomba hivyo iwe hivyo kwamba mashabiki wa Simba wafungiwe kabisa kuingia uwanjani mechi karibia 3 ama 4 ama 5, kwa sababu faini kila siku wanarudia. Mara baada ya nusu finali kutamatika ya michuano ya kimataifa, nazungumzia CAF Confederation Cup pamoja na CAF Champions League, wametoa renki ya vilabu na nafasi zake. Kwa upande wa wawakilishi wetu Wekundu wa Msimbazi wameporomoka. Young Africans ana consistency nzuri, lakini kwa Azam Football Club naye amepanda, lakini kwa Singida Black Stars naye kapanda pia, ni kuwapongeza. Lakini kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi kuporomoka, wa 11 sasa hivi, Young Africans wa 12, huku Simba kitoka nafasi ya 5. Nini ambacho unakiona? Tunapozungumzia kwamba Yanga Africans wapo juu ndani ya miaka 4 hii, Yanga
tulitoka namba ambazo hata sijulikani, tukaja tunapanda kila siku tunapanda mpaka sasa hivi nafasi ya 12. Ina maana kwamba sisi tunapanda, lakini Simba tulisikia wanapata renki namba 4, namba 5, wanakuja namba 6, namba mpaka leo hii 11. Ina maana kwamba Yanga anapanda, Simba anashuka. Lakini ukiangalia ina maana kwamba matokeo yake anayofanya ni mabaya, sio mazuri na hayaridhishi kabisa. Mwanzo alikuwa anajidai kwamba sisi namba 4, lakini kumbe matokeo yake kila siku yanashuka. Sasa hiyo ni renki ya kimataifa ambao Simba anashuka. Sasa katika renki za ndani pia Simba ina maana ameshuka miaka 4 sasa hivi, na kwenda mwaka wa 5 hajashika kikombe chochote. Ina maana renki zake pia hata kwenye ligi zimeshuka. Sema tu kwa sababu hapa kuna Simba, Yanga, Azam, lakini kwamba Simba naye ameshashuka sana katika renki zake. Ina maana kwamba viongozi wa Simba pamoja na jopo lote la Simba ina maana kwamba wafanyi vizuri kuanzia ndani ya nchi mpaka kimataifa. Kwa hiyo kama kafu wametoa orodha ile, mwanzo tulikuwa tukisema sisi wanasema kama uongo. Kwa hiyo kafu wametoa. Kwa hiyo kitu kama kinaporomoka basi wajitathmini. Mimi naona kwamba mimi sishangai Simba kuporomoka sababu viwango vyao ni vidogo. Simba huwa wanapambwa sana na watu wanaowazunguka, lakini kwamba viwango vya Simba haviridhishi, wala wale wachezaji wanaocheza Simba hawaridhishi, tofauti na ambao wale makonki walikopo Yanga kipindi hichi. Kama unakuta labda Yanga ameondoka Maele, lakini kuna Pakome, umeona alikuja Aziz Ki, wako Max Zengeri, wapo na wengine, lakini Simba idadi yao ya wale kina Mkwala wameondoka, wachezaji ambao Ateba ambao walikuwa na uwezo wameondoka, wamekuja sasa hivi watu wengine ambao wanapambwa tuna majina mazuri kwamba huyu fulani, lakini muda jinsi unavyoenda ndivyo tunavyoona mtu anavyozidi kuporomoka. Kwa hiyo kama mchezaji anacheza kama vile kwa kupania, alafu baadaye nguvu zinaishia. Lakini niseme tu kwamba Simba wajitathmini kwamba kiwango chao kinashuka. Je, ni uongozi ama kwenye pitch? Hayo yote yanachangia. Shukrani sana Official Mume. Mungu akubariki. Kila kuna neno moja tunakwambie kwamba unavyozidi kuchelewa kuoa ndivyo mke wako anavyozidi kutumika uko alipo.